Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako na mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na nikukumbusha mpendwa mtazamaji ya kwamba tupo katika robo ya pili ambayo inasema kwamba kukua katika uhusiano na Mungu ndilo jambo ambalo tunajifunza katika robo hii ya pili. Sasa leo tena katika somo la 4 tutaweza kujifunza kuhusiana na nafasi ya Biblia. Nafasi ya Biblia ndilo jambo ambalo tutaweza kujifunza katika juma hili tena. Na nikukaribisha tuweze kuwa sote kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Na sasa ni kuombe mchungaji James Didas utaweza kutupatia ombi la ufunguzi, alafu tuweze kuendelea na kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Usitoke katika runinga yako. Karibu mchungaji James Didas. Baba yetu mwema, Mungu mwingi wa rehema na fadhili, tunakutukuza, tunaliinua na kulihimidi jina lako takatifu katika saa hii ya pekee uliyotupatia kujifunza neno lako. Tunapofungua maandiko matakatifu, neno lako lenye mamlaka, msingi na kiini cha imani na maisha yetu, tafadhali mwalimu mwema, mwalimu bora, Roho Mtakatifu tuongoze kufikia kina cha kile unachotaka tujifunze kwa ajili ya wokovu wetu. Umuongoze mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi katika kujifunza kwetu, ujifunue kwa namna ya pekee tukuelewe katika neno lako lenye nguvu, neno lililo hai linaloweza likauisha na kurekebisha mambo yote katika maisha yetu, ili tuishi tukiwa na uhusiano mzuri wa kudumu pamoja na wewe. Tunaomba kwa Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina. Amen. Asante sana mchungaji James Didas kwa kuweza kutufungulia kwa ombi katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na sasa tunakwenda moja kwa moja katika somo letu la leo la juma hili, nafasi ya Biblia. Lakini kabla ya kwenda kwenye somo hili la nafasi ya Biblia, karibu sana mchungaji Tuvako. Asante. Na nikukaribisha pia mchungaji Didas. Shukrani sana. Na sasa moja kwa moja ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo la 3. Nini hasa ambacho tulijifunza katika somo la 3? Karibu mchungaji Tuvako. Naam, nakushukuru mwenyekiti. Somo la 3 juma lililopita tulikuwa na nafasi ya kuangalia changamoto ya kiburi dhidi ya unyenyekevu. Na tukaona mambo kadhaa. Kwanza fungu la kukariri lilikuwa Luka 14, fungu la 11 ambalo lilisema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Tukajifunza mambo kadhaa, lakini moja ni jinsi ambavyo dhambi ya kiburi ambayo ilianza na Lucifer mwenyewe ni dhambi kuu ambayo inazaa dhambi zingine zote. Na kiburi kinaweza kuwa mojawapo kabisa ya vizuizi vikuu vya ukuaji katika uhusiano na Mungu. Tuliona kwamba ikiwa tunajisikia hali ya kujitosheleza nafsi na hatutambui jitaji letu la uhusiano huu, tutaufutilia mbali uhusiano pamoja na Mungu. Tofauti na hilo, tulimuona Yesu kwamba alikuwa mtu mnyenyekevu zaidi duniani na kielelezo bora zaidi cha jinsi ya kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha kile ambacho tumejifunza katika somo hilo la 3. Sasa tuende katika somo la 4 leo, nafasi ya Biblia. Mchungaji Didas, ni ujumbe gani tunaokutana nao katika hili somo la 4, nafasi ya Biblia? Karibu. Naam. Asante sana mwenyekiti. Somo la 4 katika robo hii inayosema nafasi ya Biblia. Na katika kujifunza kwetu tunajua kwamba Mungu anafunuliwa kwetu kwa namna nyingi. Tulijifunza robo iliyopita kwamba njia moja inayomfunua Mungu kwetu ni kwa njia ya nafsi ya mwana aliyeshuka na kuja kukaa nasi. Ndio. Lakini asili inamfunua Mungu kwetu pia. Lakini uzoefu wa maisha yetu pia kwa namna tunakutana na Mungu katika mambo fulani ambayo tunaona sio ya kawaida, na tunasema kwamba kwa kweli huyu ni Mungu ndiye anayejifunua hapa. Ila kwa namna ya pekee sana. Kwa mfano tukizungumza picha kubwa ya Mungu kwetu ni ya Yesu Kristo.
Lakini bahati mbaya wengine, wakati Yesu anakuja katika mwili na kuzaliwa, hatukubahatika kumuona. Kwa hiyo bado sisi tutakuwa na kaupungufu kidogo katika kumuona Mungu kama wale waliomuona Yesu katika mwili, maana yeye ndiye ufunuo bora kabisa wa Mungu. Lakini hata hivyo, Yesu naye anajumuishwa, tena ndiye kiini cha kile tunachojifunza katika somo hili tunaposema nafasi ya Biblia. Biblia ndicho kitabu kinachomfunua Mungu kwetu na tabia na mapenzi yake katika maisha yetu. Hivi tungemjuaje Mungu kama tusingekuwa na Biblia leo? Asili, baada ya dhambi tunakuta kwamba asili ina mambo mazuri, lakini kuna uharibifu mwingi, kuna uovu mwingi katika asili. Isingetosha kutupatia picha ya Mungu. Ndio. Lakini uzoefu wetu wa maisha pia una dhambi na vurugu nyingi kiasi kwamba wakati mwingine Mungu anajipitisha humo na macho yetu yamefumbwa hatumuoni. Lakini kwa namna ya pekee kitabu hiki Biblia inamleta Mungu kwetu kwa namna ya pekee sana, ya wazi, ili tumuone, tujue mapenzi yake katika hii hatua ya kujenga uhusiano naye. Lakini kitabu hiki ni kitabu kizuri sana, kitabu cha pekee cha thamani ambacho kimepimwa na kuvuka vikwazo vingi sana. Ni kitabu ambacho kiliwahi kupigwa marufuku wakati fulani. Watu walijificha wakati wanakisoma. Kuna wakati hiki kitabu kilichapishwa na kutafsiriwa na watu wakinakili kwa mkono, lakini katika maficho. Ni kitabu kilichoishi kwa miaka mingi miongoni mwa vitabu vilivyoandikwa duniani. Zaidi ya miaka 3000 iliyopita Biblia imedumu kuwepo. Lakini ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa muda mrefu, nadhani kuliko vitabu vingine wote. Takriban miaka zaidi ya 1500 Biblia inaandikwa. Wengine wanadhani kwamba Biblia kitabu chake cha kwanza cha Mwanzo ndio kitabu kilichoandikwa kwanza kwa sababu ndio kinaanza mwanzo. Lakini uchunguzi unaonyesha kwamba Musa aliandika kitabu cha Ayubu akiwa kule Midian nyikani miaka ile 40 anapochunga kondoo. Na tangu wakati huo mpaka kitabu cha mwisho kinapoandikwa karibia miaka ya 90 huku baada ya Kristo, ni takriban miaka 1500. Waandishi 40 wenye uzoefu tofauti, manabii, wafalme, wavuvi, matabibu, watoza ushuru, watu wa kila aina walihusika katika kuandika kitabu hiki ambacho ni cha pekee sana kinachomfunua Mungu kwetu. Kwa hiyo tutajifunza kwa namna Biblia inavyotufunulia Mungu na tabia yake, mapenzi yake, huyu Mungu tunayetaka kujenga naye uhusiano. Amina. Lakini fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 aya 12, na linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lina choma na kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Asante sana mchungaji Didas, na nikupongeze pia, umelikariri fungu vizuri tu, vizuri kabisa. Nilikuwa nategemea kwa utakosea tena, nikasema nije kwako mchungaji Tuvako. Naam. Baada ya kufahamu sasa na amefafanua vizuri kabisa Biblia, hebu tuangalie pambano kuu kati ya Kristo na Ibilisi. Ndio. Tunaona nini kuhusu thamani ya Biblia sasa katika pambano hilo? Karibu mchungaji Tuvako. Asante mwenyekiti, nikishukuru pia jinsi ambavyo mchungaji Didas ametuingiza kwenye hoja ya leo. Ninajifunza kitu kikubwa sana. Ndio. Katika hoja nzima ya pambano kuu baina ya Kristo na Ibilisi. Nikianzia kwa nukuu ambayo inachukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Pambano Kuu. Ni ukurasa ule wa 448 kilichoandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen Goldwhite. Kauli inasema, shetani anatumia kila njia inayowezekana kuzuia watu wasipate ujuzi wa Biblia,
kwa kuwa maneno yake ya wazi yanafunua uongo wake. Maneno ya Biblia yanafungua uongo wa Ibilisi. Na kwa maana hiyo Ibilisi anashambulia anaishambulia Biblia. Anaishambulia kwa namna gani? Juma hili nimejifunza na kutafakari namna ambavyo adui anashambulia Biblia, na katika kuishambulia Biblia ndivyo ninavyozidi kuiona thamani ya Biblia. Anaishambulia kwa namna hata za mambo mazuri. Anatumia mambo mazuri kabisa. Wafanya biashara, katika biashara zako, asubuhi alfajiri kabisa unaanza shughuli. Saa 11 pambana na maisha, unashughulika, unatafuta fedha, unang'ang'ana mpaka saa 2 usiku. Unarudi nyumbani hoi, choka mbaya. Unaketi tu umelala. Hata mama nyumbani anayetunza watoto anakimbizana na watoto kulia kushoto, panda shuka, asafishe nyumba, afue, apike chakula, ahakikishe mazingira yako sawa, afanye yote yanayowezekana kwa familia. Mwisho wa siku amechoka, hana uwezo wa kumakinikia katika somo au hoja ya Biblia. Unajua, hata mhubiri, wazee wa kanisa, wachungaji, maaskofu, changamoto iko pale pale. Ni pale ambapo ninaweza nikawa kwenye vikao mfululizo, hata mafundisho fulani ambayo nayatoa mazuri, lakini ule muda mwafaka wangu mimi mwenyewe kulishwa kutoka kwenye Biblia, kuketi na kumsikiliza Bwana akinena na mimi, unakosekana. Hivyo mambo haya anuai adui anaweza, na tena yanatumia hapa karibu na wewe kabisa, katika kuhakikisha ya kwamba Biblia unayoiamini kwamba ni neno la Mungu huisomi wala huitafakari. Sasa katika mazingira hayo, thamani yake, umeuliza juu ya thamani, ndio inaonekanaje? Ni kweli kama ambavyo tumesoma ile nukuu, Shetani anajua kwamba maombi na kujifunza Biblia ndizo silaha zenye nguvu zaidi ambazo wanadamu wanaweza kuzitumia dhidi yake, na hivyo anawahafifisha katika kutulia na kuomba na kuisoma na kuielewa ili tumshinde. Sasa matokeo ni nini? Matokeo ni ya kutisha. Matokeo yanaweza kuonekana katika namna ambavyo mahusiano kati yetu na Mungu, maana katika utangulizi mchungaji Didas ametangulia kusema jinsi ambavyo hii Biblia inamdhihirisha na kumfunua Mungu. Hivyo unaposhindwa kuisoma na kuitafakari na kumsikiliza Mungu, uhusiano wako na yeye ni dhahiri unahafifika. Lakini jambo lingine ni mahusiano. Sasa baada ya huu uhusiano mliowima kuharibika, uhusiano mlalo unaharibika haraka sana. Ndoa zetu, mahusiano katika familia, kauli za wazazi kwa watoto, kauli zinazopishana zisizo na upole, kufokeana na misongo kutawala, hali za maisha ambazo zinadhihirisha ya kwamba hatuko sawasawa hata kwa afya ya akili, kwa sababu tu matokeo ni hayo. Neno la Mungu limekosa nafasi katika mawazo na katika moyo. Na matokeo hayo yanaonesha bayana kwamba Ibilisi aliyataka yawe hivyo. Lakini sasa nimalizie, mwenyekiti, kwa jambo hili. Thamani ya neno la Mungu ni kwamba ni Mungu ananena nami, ananena nasi. Na hivyo Mungu hapungui, hapotezi uthamani wake hata pale ambapo sisi tumepoteza. Na nitamke hili kwa sababu gani? Maombolezo sura ya 3 fungu la 22 na 23 linasema ni huruma za Mungu, ni huruma za Bwana kuwa hatuangamii, na kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi, na uaminifu wake ni mkuu. Na hivyo kwa sababu hiyo tukaze macho katika hili neno, maana
kwa njia ya yeye asiyekoma. Yeye ambaye uaminifu wake ni mpya kila saa, kila asubuhi, rehema zake zinaonekana. Neno hili litusaidie kukuzwa, kwa sababu thamani yake haijapungua, haijashuka, hata ingawa sisi tumeshuka kwa sababu ya kutoitazama Biblia. Na hivyo tunajifunza kwamba katika pambano kuu, thamani ya neno la Mungu haijapungua kamwe. Tukirudi hapa, thamani yetu itapandishwa kutoka pale ambapo Ibilisi ameishusha. Ndio. Naam. Ninakushukuru sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Nirejee tena kwa Mchungaji Didas. Kama nahitaji mwongozo fulani kutoka katika Biblia, ninaweza nikafanya hivi, nikafumba macho alafu nikaruhusu vidole vyangu viweze kuzunguka au viweze kufungua, yani kama hivi. Alafu wimbo uliobo. Ninashukuru sana Mchungaji Tuvako, umeweza kuonyesha mfano halisi kile ambacho nilikuwa nikimaanisha. Yani kama kitu fulani cha kubashiri, ndio unabashiri. Ndio. Tulipokuwa wadogo unaweza ukaweka kitu fulani huko afu ukakuja na mkono mwingine, chagua bashiri wapi huko. Ndicho nilikuwa namaanisha. Sasa je, ninaweza nikafanya hivyo pia katika Biblia nikiamini Bwana ataniongoza kupata kitu sahihi? Je, hicho kitu kio sawa? Yaani ninawiwa na jambo fulani, nasema nachukua tu Biblia, nitafungua, hakika Bwana ataniongoza pale nitakapo hapo nasoma hapo. Hicho kitu ni sahihi na kinaweza kufanya kazi. Karibu Mchungaji Didas. Ingawa niliwahi kusikia kisa cha namna hiyo pia, nadhani kwenye moja ya machapisho yetu, kuna mtu tu aliomba akasema kwamba uniongoze, lakini angalau aliomba kwamba Mungu amuongoze, kwa sababu tunajua hiki kitabu, neno la Mungu, hakikuja kwetu kwa njia ya kibinadamu. Ni Mungu alituletea kitabu hiki kimakusudi kabisa, kama tulivyoona awali kwamba hapa ndipo Mungu anafunuliwa kikamilifu na tunayafahamu mapenzi yake. Na kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyewaongoza waliokiandika hiki kitabu. Ukitaka kusoma hiki kitabu ukielewe na kizungumze nawe kwa wazi, uweze kujua kile makusudi ya Mungu ni nini kwako. Ni sharti urudi kwa huyu mwandishi aliyeongoza uandishi wa hiki kitabu. Kwa hiyo angalau huyu mtu yeye aliomba na akafungua kitabu kwa namna hiyo. Na kile kilichokuwa kinamsumbua aliposoma mafungu yale kikazungumza naye direct. Kwa hiyo huo unaweza kawa ni muujiza wake wa pekee, kwa kwamba hatumzui kuchagua njia gani atumie katika kufanya muujiza. Lakini kuchukua tu kwamba hiyo ndiyo itakayokuwa mtindo wako wa kusoma pia sio vizuri. Nadhani tuna mfumo mzuri pia wa kusoma Biblia kwa mpango, ambapo kama tutakavyoona katika somo la juma hili, tunapaswa kuisoma Biblia yote kwa mtiririko unaofuata. Mbeleni hapa nitaelezea mambo mengine mabaya ambayo tunafanya katika kusoma Biblia inayotupeleka kwenye hatari. Lakini ule utaratibu mzuri wa kusoma Biblia kwa mfatano, fungu baada ya fungu, sura baada ya sura, ukurasa baada ya ukurasa, ukaisoma Biblia yote, utakuta Mungu akizungumza nawe kwa namna ya pekee sana. Kwa hiyo inaweza ikatokea, lakini sio namna ambayo ninaweza nikaipendekeza kwamba sote tusome Biblia kwa namna hiyo. Lakini niseme mwenyekiti kwamba Biblia sio hekima ya mwanadamu. Biblia ilitoka kwa Mungu, na ikiwa inabeba mamlaka na tabia ya Mungu ikiwa inafunuliwa katika maandiko. Na Mungu aliwaongoza hawa waandishi kuandika, ni wanadamu kama sisi, wenye dhambi, wenye upungufu, lakini aliwavuvia akawaongoza kuandika
kwa uzoefu wao, katika mazingira yao, katika historia zao na matukio yaliyowazunguka kila moja katika eneo lake. Na hata ukiangalia usuli wa maisha yao, background ya kila mwandishi utakuta ni watofauti. Wengine elimu, wengine wenye vyeo, wengine tu ni wavuvi wa kawaida, wengine hata watu waliokataliwa. Mathayo ni mtoza ushuru aliyechukiwa, lakini Mungu kwa majaliwa yake anamtoa huko. Yesu anamuita na kuwa mwanafunzi, anaandika naye. Kila mtu wa uzoefu fulani anaandika. Na wakamfunua Mungu katika namna ya pekee, sio kama wengine wanavyodhani Pastor Tuvako kwamba kwa kuwa tunasema kwamba neno hili lilitoka kwa Mungu, sasa Mungu alikuwa ana dictate. Tujifunza kitu fulani shuleni kinaitwa dictation. Imla. Kwamba sasa haya, tanda, chukua kalamu na karatasi, alafu Mungu anaanza kusoma huko. Ndio anamwambia Paulo, andika waraka wa kwanza kwa Wakorintho, anatiririka mpaka mwisho. Anaanza waraka wa pili. Daudi naye anapoandika Zaburi, Mungu anamuongoza kuandika kwa maneno kutoka kule. Hapana, sio kwa namna ya imla. Waliandika katika mazingira yao na lugha ya kibinadamu na uzoefu wao na matukio yaliyowazunguka, lakini Mungu akiwa anakusudi kwa hawa watu kwa ujumla wao waweze kufikisha ujumbe wake. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, napenda kukuambia kwamba Biblia ni ujumbe wa Mungu, ni barua yake ya upendo kwetu. Amina. Ambayo tunapaswa kuipatia nafasi ya pekee sana katika maisha yetu. Mtuzi wa somo letu alianza kule kwenye ule ukurasa wa utangulizi akiuliza kwamba Biblia ina nafasi gani katika maisha yako? Ni kwamba umeichukua tu umeiweka juu ya kabati au kando ya kitanda. Wengine ni siku ya ibada mpaka siku ya ibada. Mwingine mpaka hajui Biblia yake aliweka wapi, anachelewa kwenda kwenye ibada, anatafuta Biblia na ndipo inakung'utwa, inatolewa vumbi, atakutana nayo tena siku nyingine ya ibada. Tunapaswa kuipenda Biblia na kuifanya kuwa kitabu rafiki. Na ningependa mwenyekiti tusome pamoja na mpenzi msikilizaji na mtazamaji katika kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 3 na aya ya 15 mpaka 17. Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, sura ya 3 aya ya 15 hadi 17. Biblia inasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki, ili mtu fungu la aya 17 nasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Na Biblia katika aya hizi inajifunua yenyewe kusudi lake ni nini hasa. Paulo anapomwandikia huyu kijana Timotheo anafunua kwetu kusudi hasa la Biblia. Na anasema Biblia inakusudiwa kutuhekimisha ili tupate wokovu kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa ukitaka wokovu, hekima ya kuifikia wokovu inafunuliwa katika neno la Mungu. Kwa hiyo kwa mtu yeyote anayetaka wokovu unaopatikana kwa njia ya imani katika Kristo Yesu, neno hili linapaswa kuwa rafiki. Lakini anasema Biblia inakusudiwa kufundisha. Na anavyomwambia Paulo na Timotheo, Paulo anamwambia umejifunza tangu utoto. Kwa hiyo sasa utumie Biblia kufundisha. Hatuwezi kufundisha wale ambao huenda hawajamfahamu Mungu kitu ambacho sisi hatujajifunza. Kwa hiyo anamwambia kwa kuwa umejifunza, wafundishe wengine waweze kuijua kweli ya Mungu. Ndio kusudi la Biblia. Lakini anasema kazi nyingine ya Biblia ni kuonya. Kuwaonya watu juu ya dhambi na makosa. Na ndiyo maana mchungaji Tuvako, kuna wakati kama mchungaji unasimama kukemea dhambi na watu kutoka kwenye uovu na makosa, watembee katika njia iliyo sahihi, njia ya Mungu. Lakini anasema tena Biblia kazi yake ni kuongoza, kuwarudisha watu katika njia sahihi ya maisha makamilifu yanayompendeza Mungu.
lakini anasema pia kazi ya Biblia ni kuadibisha katika haki. Inatusaidia kujenga mtindo wa maisha ya utauwa, uchamungu wa kweli, lakini inatumika katika kutukamilisha katika kila tendo jema, kutuwezesha kumtumikia Mungu kikamilifu. Ni kazi ya Biblia. Lakini kuna makosa ambayo, hasa kwa mujibu wa swali lako, kuna mambo mengi ambayo huenda tunayafanya ambayo ni makosa tunapoiendea Biblia. Ndio. Tufanye nini tunaposoma Biblia? Tunapaswa kuwa waangalifu tunapoiendea Biblia. Tusitazame Biblia kwa kusudi la kutimiza maoni yetu wenyewe. Wakati mwingine unaiendea Biblia ukiwa na mawazo yako tayari. Unatamani kitu fulani ambacho umeshaumba picha yake kwenye akili yako ndicho kitimie. Na mwandishi ametuambia kitu fulani hapo katika ile sura ya ukurasa wa 45. Anasema inapokuja inapokuja katika mafundisho binafsi ya Biblia, ni lazima tuwe waangalifu tusitazamie Biblia kutimiza makusudi au maoni yetu ambayo si wakati wote yanapelekana na Mungu. Kwa mfano, hatupaswi kutumia njia ya kufunga macho yangu na kuelekeza kwenye kifungu. Nilieleza kule mwanzo, lakini hii siwe tu kwamba ndio mtindo wangu kwamba mimi nataka kusoma Biblia sasa hivi. Hapana. Tuna namna ambavyo Mungu anatuongoza katika kuiendea Biblia, kwa namna ambayo Roho wake atatukutanisha na jambo fulani, ukweli fulani ambao Mungu anatukusudia tupate kwa wakati huo. Kwa hiyo tukisema tu tufungue hivi, tutachengana na Mungu. Ndio. Japo kwa ombi lile, yule mtu yeye Mungu alimuongoza katika kile ambacho Mungu alikusudia apate kwa wakati huo. Na ninakushukuru sana Mchungaji Didas, ulipokuwa unaeleza kwamba Biblia ndiye inatuongoza, ni mwalimu pia. Nikakumbuka huyu mwanashairi, huyu ni mwana mashairi maarufu sana, mtunzi wa mashairi, Jane Crosby. Katika wimbo wake wa Nipe Biblia, aliandika yeye, anasema nipe Biblia, taa ya maisha itakayoniongoza. Amina. Nashukuru. Naamini kwamba yule alitumiwa na Roho. Ni mtu ambaye alikuwa, Mchungaji Tuvako alikuwa hana uwezo wa kuona, lakini mashairi yake ukiyasoma unajua kabisa huyu mtu aliongozwa na Roho. Nipe Biblia. Nataka niongezee hapo. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi. Tukirejea tena tutaweza kuendelea katika somo la juma hili, somo la 4, na nafasi ya Biblia ndicho kitu ambacho tunakijadili kwa siku ya leo katika juma hili. Endelea kubaki nasi, Hope Channel Tanzania. Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Hiki ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na kabla ya kwenda mapumziko, Mchungaji Didas kuna jambo alikuwa akizungumzia pale. Ningeomba pia nikukaribisha tena kwa ajili ya kuweza kulimalizia jambo hili. Karibu sana Mchungaji Didas. Naam, asante sana mwenyekiti. Wakati fulani unajua tunaiendea Biblia na kutaka kusoma mafungu fulani ambayo huwa ni rafiki, yanazungumza nasi kwa uzuri, ni rahisi kuelewa, alafu tunakwepa mwingine. Tunapaswa kuisoma Biblia kwa ujumla wake na ukamilifu wake, badala ya hivyo vifungu rahisi ambavyo vingine havitupatii changamoto. Na mtu fulani anapoona Biblia wakati mwingine mafungu fulani yanasonda kasoro dhambi yake, anataka kuyakwepa. Tuiache iseme nasi, tuisome kwa ujumla. Lakini hatupaswi kuiendea Biblia kwa uelewa wetu na mantiki yetu ya kibinadamu. Biblia
ni neno la Mungu. Na hivyo tunapaswa, pamoja na mitazamo yetu na mantiki zetu za kibinadamu, kweli Mungu hapuuzi mantiki ya kibinadamu. Lakini tunapoiendea Biblia, tukiacha mantiki yetu na mawazo yetu na mitazamo yetu izame humu, tutakutana na mtazamo sahihi wa Mungu katika maisha, na tutaelewa nini Mungu anakusudia katika maisha yetu. Alafu pia jambo la mwisho, tulijifunza Pastor Tuvako somo lililopita juu ya kiburi. Wengine wanasoma Biblia kwa kiburi na kwa kuikosoa. Hatupaswi kuiendea Biblia kwa kiburi na kuikosoa. Anasema mimi nimesoma Biblia. Kuna mtu fulani anasema mimi tangu utoto nimesoma Biblia, hakuna kitu nisichokijua. Kwa hiyo unaona kana kwamba wewe umejitosheleza nafsi, uioni jambo jipya katika Biblia. Na nikwambie hili fungu tunalolisoma la Waebrania 4:12, ukisimama mwenyekiti Mr. Tanda ukahubiri leo, kesho akihubiri Pastor Tuvako utaona kana kwamba ni mpya. Akihubiri mwingine, hata mtoto mdogo unakuta ni neno jipya. Hata wewe utakapohubiri hilo fungu siku nyingine, Mungu anafunua hilo fungu kwako kwa namna ya tofauti sana. Kwa hiyo tusiende kwa mtazamo wa kiburi na kukosoa na kudharau kana kwamba tumetosheka nayo. Kila siku kama chakula tuiende Biblia. Asante sana mchungaji Didas. Ni rejea tena kwako mchungaji Tuvako. Naam. Kuna hoja ya kutokuwa na ukweli mahususi. Hii inajibiwaje katika somo la juma hili, kutokuwa na ukweli mahususi? Karibu mchungaji. Nakushukuru mwenyekiti. Miaka ya 2017 niseme, gazeti la Time ambalo ni mashuhuri sana duniani, linachapa kule Marekani, lilitoa makala moja iliyokuwa na swali, je, ukweli umekufa? Na kwa nini waliandika hiyo? Ni kwa sababu msukumo fulani usio wa kawaida uliibuka miaka ya 1960 ambao ulikuwa unatafuta namna ya kumweka Mungu nje ya eneo la kiteolojia. Wa kufikiri kwamba si lazima Mungu ambaye habadiliki abaki kuwa ndiye kiini cha namna ya kufasiri mambo ya kiteolojia. Na hili jambo lilikuwa baya sana, maana lilizua hii kauli ambayo inafahamika sana siku hizi, kwa Kiingereza sema there is no absolute truth, kwamba hakuna ukweli mahususi. Na ina maana gani? Ina maana kila mtu afasiri anavyotaka. Hakuna ukweli mahususi. Na hiyo inaanzia wapi? Inaanzia kwa namna ambavyo watu wanaitazama Biblia hii niliyoishikilia hapa. Na kusema kuna Biblia yenyewe ina vitabu 66, alafu kila mtu ana fasiri yake. Madhehebu mengi sana yanatumia Biblia hii. Mengine yanaabudu siku ya Jumamosi, mengine yanaabudu siku ya Jumapili, mengine yani kama wanavyotaka hivyo. Basi inamaanisha mtazamo wako tu bwana. Lakini je, ni kweli ndivyo Biblia inavyotuongoza kusema hivi? Je, ndio kweli halisi? Jambo linalonigusa sana ambalo lilinibariki juma hili ni namna Biblia inavyosema juu ya Kristo ambaye ndiye kiini cha Biblia. Yohana 14 fungu la 6 nasema, inamnukuu Bwana Yesu, mimi ndimi kweli. Na kama yeye ndiye kweli na yupo hajabadilika, yeye ambaye katika Waebrania mtume Paulo anasema kwenye sura ya 13 fungu la 8 kwamba yeye Kristo ndiye yeye yule jana, leo na hata milele. Kama ndiye yule na yuko constant, yani anadumu hivyo, inawezekanaje leo tudai kwamba ukweli haupo mahususi? Haiwezekani. Upo ukweli mahususi kama ambavyo Kristo ni mahususi. Yupo. Na kama yupo hivi na ukweli nao uko vivyo hivyo. Ninafurahi kusema neno la Mungu linatupatia mwelekeo. Sio kila mmoja ataibuka na fasiri yake na ukawa ndio ukweli mahususi. Angeibuka basi mwingine kutoka mashariki akasema lake. Na unajua ataibuka na kusema kuzini ni sawa tu. Si ndio ukweli ameamua kwamba uwe hivyo. Mwingine ataibuka na kusema kuua halali tu, mbona unaweza ukaua tu alafu maisha yaendelee, kama mtu akuletea za kuleta unaondoa. Mwingine ataibuka na kusema
Uongo bwana inategemea mazingira. Yeah. Mwingine ataibuka asema, ukiona kitu cha mwenzako, wewe kama unaweza kufanya spidi zako ukakiweka kwenye maeneo yako, nenda mbele. Mwingine unaweza kaweka jiwe tu hapo kaabudu. Hivyo. Ndio shida ya kutokuwa na ukweli mahususi. Jamii iliyopo hata leo. Mimi ninamshukuru Mungu sana. Nilipokuwa natafakari somo hili juma hili, nikajifunza kwamba hata kama katika sumu hiyo iliyoenea tangu miaka ya 1960, hata kama jamii imeathiriwa sana na hii dhana ya kwamba hakuna ukweli mahususi, Mungu bado amethibitisha upo ukweli mahususi, na jamii imelindwa na ukweli mahususi. Maana hata sheria za mataifa zinathibitisha ya kwamba kuna ukweli mahususi. Usinge kuwepo ukweli mahususi hata leo, tusingekuwa na jamii ya watu. Tungeuana tukaisha, tungefanyana mabaya yote tukamalizika. Ni ukweli mahususi ambao umelinda jamii ya binadamu hata sasa. Lakini niende kwa hili mwenyekiti. Kama ilivyo dhahiri kwamba Kristo ni mahususi, na kama ambavyo ni dhahiri kwamba neno lake linadumu, nani anayebadilika? Ni sisi tunaopaswa kubadilika. Sisi ambao tumeathiriwa na dhambi, sisi ambao ni viumbe ambao ni wadogo mno kulingana na ujuzi wa Mungu anayefunuliwa kwenye neno lake, ndio tunaopaswa kubadilika. Na kwa maana hiyo tunabadilika kwa kigezo gani? Neno la Mungu. Hivyo neno linaweza likawa kamili. Sisi tusio wakamilifu tunakuwa katika uelewa wetu. Na kukua kwetu kunatufanya kuwa bora kulingana na hili neno la Mungu. Nisome maneno machache hapo katika ukurasa wa 46 kwenye mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, yasemayo hivi. Ibara ya kati: katika kunena ukweli, mjumbe wa Mungu Ellen White alirejea daima kwenye ukweli kama ulivyotolewa na Mungu kupitia katika neno lake. Tunaweza kuchunguza ili kupata nuru ya ziada kwenye Biblia, kwa sababu kamwe Biblia haikinzani na ukweli wa wakati uliopita, ila badala yake inajenga kila sehemu ya ukweli huo. Na kwa maneno hayo niangalie aya chache mwenyekiti katika kumalizia. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2, sitasoma kila aya lakini itatusaidia hiyo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2, na tutaangalia aya ya ngapi? Wa kwanza sura ya 2, kama umefika pale mahali pengine tunasema useme amina. Aya ya 13 inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tunamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la nani? La Mungu. Na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Kwa lugha rahisi, mtume Paulo anapoandikia Wathesalonike anasema mnalipokea na mlilipokea, na anawapongeza kwamba ni kama neno la Mungu na linatenda kazi ndani yenu. Zaburi ya 33 anasema neno la Bwana linaadilisha, na kazi yake inatenda makuu. Na Waefeso 1:13 anasema kutiwa muhuri kwa Roho wa Mungu huja baada ya neno la Mungu kuingia ndani ya mtu. Hivyo Roho wa Mungu anaweka neno la Mungu ndani yake. Na hivyo kwa maana hiyo ukweli huu wa hoja ya ukweli mahususi unabaki pale pale, na hoja au dhana za kibinadamu kwa kweli zinatoka kwa Ibilisi zisemazo hakuna ukweli mahususi. Tuko salama kwa kubaki katika ukweli mahususi, neno la Mungu. Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, unaweza kusikia kwamba au ninaweza nikakwambia kwamba sijawahi kusikia kitabu chenye uhai isipokuwa Biblia peke yake. Je, hilo likoje? Lakini mchungaji Tuvako, nilienda sehemu moja wakawa wanasema wao, kama neno hilo lipo kwenye Biblia nitaliamini, lakini kama lipo kwenye Biblia
hilo sio langu. La hasha, hilo silitambui. Hebu turudi tena kwenye hoja yetu. Tunazungumzaje hiyo kuhusiana, hilo likoje kuhusiana na kitabu chenye uhai, Biblia? Karibu sana mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Ninatamani Mungu kwa msaada wake anisaidie nikipende hiki kitabu kuliko vitabu vingine vyote. Amina. Sababu ninapojifunza kulitazama somo la juma hili ninagundua kwamba Biblia inajumuisha ukamilifu au ujumla wa maisha ya mwanadamu. Inagusa nyanja zote za maisha yetu. Hakuna kipengele ambacho kinabaki katika maisha ya mwanadamu isiyojumuishwa, ambayo Biblia haizungumzii. Tangu kuzaliwa kwetu hata wakati wa kufa, hata maisha ya baada ya haya, maisha ya umilele yamewekwa wazi kwa ajili yetu katika Biblia, neno la Mungu. Na fungu la kukariri la juma hili linatuonesha kwa namna ya pekee. Paulo anaposema ili neno linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Anagusa nyanja zote za maisha ya mwanadamu, kwamba Biblia haijamwacha mwanadamu kiakili, kiroho, kimwili. Anapotaja viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, anapotaja roho, anapotaja nafsi, anamgusa mwanadamu. Kwa hiyo Biblia inashughulika na maisha ya mwanadamu kwa ujumla wake. Na kama mpenzi mtazamaji na msikilizaji, huenda unawaza kuna mambo fulani hayako sawa. Huenda ni nyumbani kwako, huenda ni katika uhusiano, huenda ni kanisani kwako, huenda ni katika maisha yako binafsi. Kuna kitu fulani hakiko sawa, kuna pambano fulani, vurugu zinaendelea katika maisha yako. Unadhani ingekuwaje kama kitabu hiki kilichoinuliwa, maelezo haya yaliyoletwa kwetu kuhusu kitabu hiki, ungekichukua kitabu hiki Biblia kikawa rafiki yako? Unadhani mambo yangekuwaje katika maisha yako? Nadhani kuna mabadiliko makubwa sana yangetokea katika maisha haya. Kwa sababu ukitafuta mambo ya kazi, uhusiano, hisia zetu, chaguzi zetu, maamuzi tunayoyafanya ya kimaadili, masuala tunapotafuta uhusiano na Mungu, mambo ya kiroho yako humu. Hakuna mahali ambapo tumesaza. Biblia imesaza. Unataka kulea mtoto, unataka kupata mchumba, unataka kuanzisha biashara, unataka ndoa yako iwe imara, unazungumza habari ya biashara, kila kitu ambacho kinagusa maisha yetu. Na ni kitabu kilichodumu kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba wakati mwingine unaweza kashawishika kusema kitabu cha kale kiasi hiki akiwezi kikawa kimechuja. Ukweli wake kama pasa alivyokuwa anaelezea kwamba hatupaswi sasa hivi. Unajua, nimekuja kugundua kwamba hasa Waswahili hatuna shida sana. Waingereza, unajua, tunapozungumzia nafsi za watu kuna inayotofautisha wa kike, wa kiume na vitu kama hivyo. Mpaka wanafikia tu wanasema, mbona wakati mwingine kuna nafsi fulani inainuliwa sana, kwa nini tusiwe na Biblia inayozungumza kwa nafsi ya kike na inazungumza kwa nafsi ya kiume? Kwa nini kuna vitu fulani ambavyo havipatani na jamii yetu kwa sasa tusibadilishe? Mantiki ya binadamu inajaribu kuinuliwa kwenda juu, kuvuka mamlaka ya maandiko, ambayo kimsingi tunajifunza juma hili kwamba ili ni neno la Mungu, sio hekima ya mwanadamu. Inakuja ikiwa inabeba mamlaka ya Mungu na tabia yake na kufunua mapenzi yake kwetu. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya ni tupeleke mambo yetu humu, alafu tutaona yanavyopotea. Na sio kutaka kwenda humu kupeleka mambo yetu tuyathibitishe na tukwepe mengine yale ambayo yatakuwa yanatusonda, yanatuconfront na kutuambia hiki unachofanya sicho, kama tulivyoona nyuma. Kwa hiyo hiki kitabu, pamoja na kwamba kimekaa kwa muda mrefu sana, bado ni valid, li hai. Lina nguvu, linauisha. Ninapenda Biblia inavyodai lenyewe katika lile fungu letu la kukariri la juma hili, kwamba neno la Mungu li hai, lakini linasema lina nguvu, lakini ni kali. Mwenyekiti, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, neno la Mungu likikutana na wewe,
linafyeka huku na huku. Sio katika kukuumiza au kukuconfront kwenye comfort zone, mahali pako ulipopazoea ambapo unapapenda. Na hata kama likikufikia hapo ikibidi linafanya ni kwa ajili ya kukufanya uelewe Mungu anakusudia nini kukutoa hapo ulipo. Amina. Wakati mwingine Biblia ikikufikia mwenyekiti likakabiliana na wewe, utatamani kujificha, utatamani maneno fulani hata kama ni mhubiri au unaposoma mwenyewe maneno yalainike kidogo. Lakini hivyo ndivyo Mungu anavyozungumza nawe. Huo ndio uhai wake, maana kuna kitu kimekufa, Mungu anataka kuuisha. Kuna mtu alienda kanisani siku moja. Mhubiri alipohubiri sana, akagusa juu ya dhambi fulani inayomgusa. Na kweli inamuua kiroho. Aliposikia mahubiri katika sabato ile, sabato iliyofuata, aliondoka akavuka kanisa lake akaenda kusali kanisa lingine, akasema huku anahubiri dhambi za watu. Na kweli yule mhubiri hakukusudia, maana alikuwa ni mgeni, hata hakumjua, hakukusudia kuhubiri dhambi yake. Na kweli unapoenda kwenye ibada au unaposoma Biblia na haisondi kidole eneo lako fulani ambalo kuna baya, maovu, bado alianza kuongea na wewe. Mpaka usikie hauko comfortable. Kuna chomwa. Ndipo huo ukali unaochoma kwa sababu inataka kukuondoa huko. Yesu alizungumza maneno fulani katika kitabu cha Yohana 6:63, anasema maneno hayo niliyowaambia ni roho na uzima. Na Pastor Tuvako alimuelezea Yesu kama aliye ukweli wenyewe. Na yeye tena hapo anajielezea kama uzima. Kwa hiyo Yesu anapokuja kwako, katika Biblia inapokuja kwako, ni kama inakuletea Yesu aliye uzima ili utengeneze uhusiano naye. Kwa hiyo ni neno lililo hai pamoja na wakati wake mrefu. Daudi alizungumza maneno mengine katika kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 119:50, na anasema hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imeniuisha. Roho yake ilikuwa katika kunyong'onyea na kufa kabisa, akafunua neno la Mungu ikamuisha. Kwa hiyo ni neno linalorudisha uhai. Mpenzi mtazamaji, kuna kitu gani kinakufa katika maisha yako? Naam. Huenda ni uhusiano wako, huenda ni biashara, huenda ni mtoto wako anapotea. Kuna jambo fulani haliko sawa. Lakini unapoenda katika neno hili litauisha, litarudisha uhai. Na ninapenda nisome tena katika maneno ya Daudi yanayosema katika kitabu kile cha Zaburi 119:11. Anasema hivi: moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Daudi hakuwa tu msomaji au msikilizaji wa neno. Aliliishi neno, alilifanya liwe ndani yake. Kwa hiyo ingemuongoza na kumzuia katika hatua zile ambazo zingevuka mapenzi ya Mungu. Alibaki ndani ya mapenzi na makusudi ya Mungu. Kuna wakati alianguka akarudi, na haya maneno anayaandika akisema ameliweka, hataki kurudia uchafu ule wa dhambi. Na uzuri wa Biblia kwamba inapozungumza na wewe, inapokuuisha kutoka kwenye ubaya wa dhambi na maisha, mtindo wa maisha usio mzuri, itakusaidia sasa kukuongoza katika chaguzi nzuri za kimaadili na kukuelekeza katika yaliyo mapenzi ya Mungu. Na hivyo mwishoni nataka nisome maneno fulani katika ukurasa wa 47 anaposema, pengine umepitia uzoefu wa njaa ya kutisha wakati fulani maishani mwako, au pengine umekuwa katika kufunga au umepunguza milo kwa sababu ya kiafya. Je, huhisi ladha nzuri ya chakula baada ya kuwa na njaa? Na anasema kiroho Ninashukuru sana Mchungaji Didas kwa maelezo hayo mazuri ambayo kwa kieleza kuhusiana na Biblia, kitabu chenye uhai. Nirejea tena kwako Mchungaji Tuvako, tukiendelea na ukiunga hapo ambapo ameelezea Mchungaji Didas ya kwamba tunapaswa kulijiaje neno ili tuweze kujifunza kulingana na somo la juma hili linavyotuelekeza kulingana na nafasi ya Biblia. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, nimebarikiwa na namna ambavyo somo letu la juma hili limetuongoza kuona jinsi ambavyo Biblia ina nafasi ya pekee sana maishani mwa waumini na hasa wale ambao wanaamini na wamekusudia kuokolewa. Tulijieje neno
Ninakumbuka uzoefu mfupi katika kanisa ambalo nilitembelea majuma machache yaliyopita. Ndio. Linaitwa Malamba Mawili. Pale jijini Dar es Salaam. Na baada ya ibada kuu siku ya Sabato tukawa na nafasi watu wakawa wengine wanarejea makwao na wanarejea mchana kwa vipindi vya kujifunza neno la Mungu, na hivyo nilichotiwa moyo kwacho ni utayari wa washiriki wengi. Ndio. Kwa kawaida katika maeneo mengi unapowaambia waende tu nyumbani alafu warudi, utakuta ni wachache sana. Wengi unakuta ni mahali ambapo chakula kilikuwa pale pale. Nilijifunza attitude, mtazamo chanya wa kutaka kujifunza, ambao ndio nauona pia kwenye somo letu hili. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 fungu la 14 inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mwenyekiti, Ndio. ni mtazamo gani ninaokuja nao katika neno la Mungu? Nikija na dhana zangu, nitazuia Roho wa Mungu kunipatia jambo jipya. Lakini nikija na shauku ya kutaka kujua jambo jipya, Roho wa Mungu atanifundisha. Na ndio maana mwanadamu wa jinsi, hapa ametumia tabia ya asili, Ndio. tabia ya dhambi, anakuja na mawazo yake. Mchungaji Didas alisema muda mfupi uliopita namna ambavyo tunaweza tukaja na mambo yetu na kiburi ambacho kinazuia mambo mapya kuingia katika akili. Tofauti kabisa na jinsi ambavyo maandiko yanatufundisha, tabia ya asili inazuia, lakini tabia ya Roho inamwandaa mtu, inamfungua. Neno la Mungu linatenda kazi. Nisome hii ibara ya kati, ukurasa 48. Ndani yetu tunapoamini, unapoifungua Biblia yako na kuamini kwamba Mungu analo jambo la kukuambia kupitia katika maneno ya kurasa zake, hakika atanena nawe na kutenda maishani mwako. Lakini kwa kiasi kikubwa hivyo, hilo linategemea imani yako na matarajio yako. Habari njema ni kwamba ikiwa imani yako ni ndogo, Mungu anaweza kusaidia katika kuikuza, hata ikiwa ni ndogo kama punje ya haradali. Ndio. Usije na preconceived idea, yani wazo uliloliwaza kabla. Njoo na utayari na kikombe kilicho wazi kujazwa. Ndio. Asante sana Mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, tunapomalizia kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, kuna swali la kujitathmini ya kwamba tunawezaje kujitathmini kama tumekubali au tumelikataa neno, na tufanye nini sasa? Karibu sana Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Napenda nisome katika ukurasa wa 49 ibara ya mwisho kabla ya maswali. Kuna maneno ambayo mjumbe wa Mungu katika kitabu Ellen White katika kitabu cha Elimu ya Kweli ukurasa wa 211 na 12 anayasema, ambayo huenda yatakusaidia katika kuelewa au kujibu lile swali ambalo umeuliza. Nasema ni jambo moja kuichukua Biblia kama kitabu chenye mafundisho ya maadili mema, kusikiliza pale tu linapoendana na wakati na hali yetu duniani, na ni jambo lingine kutambua neno hilo kama hakika neno la Mungu aliye hai, neno ambalo ni uhai wetu, neno lipasalo kutawala matendo yetu, maneno yetu na mawazo yetu. Kulichukulia neno la Mungu kama chochote kilicho tofauti au pungufu ya hivyo ni kulikataa. Na kulikataa huko kwa watu wanaodai kuliamini ndicho chanzo kikuu cha kutokuamini na kukosa maadili kwa vijana. Tumejifunza muda wote mwenyekiti kwamba ili neno la Mungu siyo hekima ya mwanadamu, linapita mawazo na mantiki yetu. Maana hata Biblia inasema Mungu mawazo yake yako mbali huko juu kuliko ya kwetu. Tunavyoona sivyo anavyoona yeye.
Na kwa namna hiyo, kwa kuwa neno hili ni la Mungu na linakuja kwetu likiwa na mamlaka, neno linalomfunua kwetu na mapenzi yake, barua yake ya upendo kwetu, ninapendekeza tufanye hili. Tukipende kitabu hiki. Amina. Tukisome. Tena tukiendee kama Pastor Tuvako alivyosema, kama kikombe kilicho tupu, tujazwe nacho. Tukiendee tukiwa na njaa na kiu na mtazamo chanya. Tukikisoma kama kilivyo chakula kitamu chenye ladha kwa mwili, ndivyo hili neno litakavyokuwa kitamu na chenye ladha kwa roho zetu, maana ni chakula kinachotushibisha kiroho, na hivyo tunatengeneza uhusiano thabiti na Mungu. Ni kushukuru sana Mchungaji Didas, lakini pia ni kushukuru Mchungaji Tuvako kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na asante sana wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu ni kuombe Mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu, muumba wetu, mwokozi na mkombozi wetu, rafiki, mpaji wa vyote vilivyo vyema, tunakutukuza, tunakuhimidi kwa sababu wewe wema wako umeudhihirisha katika neno lako. Upendo wako usioelezeka umeufunua katika maisha yetu, na kwa neno hili tunaishi, kwa neno hili tunapata uzima, na kwa neno hili tunatumaini la uzima wa milele. Amen. Tunakushukuru kwa upendo huo, na tunakuomba kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, tujalie kuliheshimu, kulisikiliza, kulisoma na kukufuata. Kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu tunaomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen.